nyumbani mwako juu, nitaingia na wimbo pale kusujudu. Tunaenda kipindi cha neno. Wimbo namba 135. 135. Kama ni nzuri pasta hapo. Sasa kama ni mbaya. Hapa na ndefu hii pasta. Pasta songea hivi. Ni kafupi. Wewe pasta. Wewe napa pasta ndio mweke nani filter ya maombi sasa kwako tena rudi tuimbe saheri ya maombi sasa kwako tunarudi sumbuko ya kuondoa shida zetu na pungufu taabuni mara nyingi roho zetu zimepona mashakani tumeshinda wakati wa saa tamu. Saheri ya maombi twapeleka dhiki zetu kwake aliyeahidi kubariki wenye haja. Huagiza tumwende tutegemee neno lake, hivyo tumweke yote wakati wa saa tamu. Saheri ya maombi tutazidi kuingia bomani mwetu na ngome hata tuishapo mwendo. Yesu atatusikia, tutamtafuta daima, na tutakapokutana tutamwona saa tamu. Pastor, leta Biblia. Pastor, tunaibisha hapa mbele. Na tuko live. Na tuko live. Pastor, surely. Kwa sasa tutaweza kuomba tuweze kuendelea. Na ningeomba ninyi ambao mnaoongoza wengine kiana wasauri tu kabla niendelee. Basi pasta ngoja katika mambo yenu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mnapoendelea hapa kwa ibada, unapotoka hapa chini, hata kama kuna mambo ambayo unapaswa kufanya ili kufurahisha wengine ama ili waweze kufurahia, yani vituko havipaswi kuonekana wakati wa ibada. Na wasauri, wakati unapotoka kuongoza katika kipindi cha nyimbo, unapaswa kuongoza kwa utaratibu, kwa kuwa wale ambao wameketi unawaelekeza katika njia inayofaa. Lakini sasa mwenendo wako wakati unaposimama mbele, na sauri wale pia walikuwa wakiongoza hapa katika kipindi cha nyimbo, ni nyinyi na sauri pia atakusikia pasta. Wakati mnapo simama hapa kwa ajili ya kuongoza, mnapaswa kuwa watu wa taratibu na watu wapole, kwa kuwa kiburi akitendi haki ya Mungu. Na ukiona kiburi kikiweza kuingia, ujue kile ambacho kinafuata ni kuanguka, kwa kuwa Methali 29:23 inasema kiburi cha mtu kitamshusha. Kwa hivyo kiburi, wakati unapoona wakati wa ibada, hata kama ni nyimbo, yani unaimba tu ile muda uishe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo sio vizuri. Pastor Falafu uongeze songbooks hapa. Maana hatuna. Ndio maana wengine hawaimbi. Nyimbo yani
Vitabu vya nyimbo ndio hakuna. Sawa, Mungu akitujalia pia itaongezewa na tutaweza kuendelea kwa pamoja. Lakini nawashauri wakati mnapoongoza ukichukua nafasi ya kuongoza wengine, kile ambacho unafaswa kuwaongoza jinsi ambavyo Mungu anafaswa kufanya nini? Kuimbiwa ama vile ambavyo watu wanafaswa kumsifu Mungu. Kwa hivyo tutaweza kunyenyekea, alafu tuweze kupata somo asubuhi ya leo. Tunaomba. Baba yetu utupendaye sana, asante kwa wakati huu Mfalme. Naomba neema yako isinde kututosa kila mmoja. Wanafunzi hawa na wakabidhi mikononi mwako pamoja na walimu Mfalme. Naomba uweze kutuelekeza katika neno lako zaidi na zaidi, na utusaidie kwa Roho wako Mtakatifu tuishi kulingana na neno lako Mfalme. Ni kupitia jina kuu la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Tutapata somo asubuhi ya leo katika kitabu ni kile cha Petro wa kwanza 5 mstari wa 5 na mstari wa 6. Tutaweza kupata somo katika kitabu cha Petro wa kwanza 5 mstari wa 5 na mstari wa 6 kuhusiana na kitabu cha Petro wa kwanza 5 mstari wa 5 mpaka 7. 5 aya ya 5 hadi aya ya 6. Andiko linasema hivi: vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee. Naam, ninyi nyote jifungeni unyenyekevu, pate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapiga wenye kiburi, lakini wapa wanyenyekevu neema. Kwa hivyo tunaona ukiweza kunyenyekea utaweza Mungu ataweza kukupea neema, na kila mmoja tunahitaji kupewa neema, ili hii neema isindi kutufundisha kutenda yaliyo mema, kwa kuwa kitabu cha Tito 2:11 inasema neema ya Mungu inatufunza kukataa ubaya. Kwa hivyo kila mmoja aliye hapa tunahitaji kuneemeshwa na Mungu. Mstari wa 6 inasema, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio ndari, ili awakweze kwa wakati wake. Kwa hivyo kila mmoja tunahitaji kunyenyekea. Wakati unapokuja ibadani, wakati unapewa nafasi ya kuongoza wengine kwa nyimbo, unafaswa kuenda sawasawa kadri Mungu anavyoona imempendeza. Unafaswa kunyenyekea. Kiburi haifaswi kuonekana, kwa kuwa kiburi kilifanya Shetani mbinguni akakosa makao. Kilifanya Nebukadneza akaondolewa katika ufalme wake. Yani kiburi sio kitu kizuri. Kwa hivyo kitabu ni kile cha Mithali 16 aya ya 5. Kuna vile andiko pia linazidi kusema. Inasema hivi: kila mwenye moyo wa kiburi ni chukizo kwa Bwana, hakika atakosa adhabu. Hivyo ndivyo unafaswa kujua. Hiyo ni Mithali 16 mstari wa 5. Narudia tena. Kila mwenye moyo wa kiburi ni chukizo kwa Bwana, hakika atakosa adhabu. Kwa hivyo tunafaswa kujua ya kwamba wakati kiburi kinapoingia, ujue kuanguka hakuko mbali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati ambapo unapoongoza wengine, na washauri tu, mimi sitakosa kuwashauri, kwa kuwa Ezekiel 3:17 kuna vile neno la Mungu linazidi kusema. Kitabu ni kile cha Ezekiel 3 mstari wa 17. Kuna vile neno la Mungu linazidi kusema, inasema hivi: mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi wa nyumba ya Israeli, basi sikia neno ili litokalo katika kinywa changu, ukawape maonyo haya yatokayo kwangu. Mstari wa 18. Nimwambiapo mtu mbaya, hakika utakufa, wewe usimpe maonyo, wala usemi na huyo mtu mbaya ili kumuonya, kusudi aache njia yake mbaya na kujiokoa roho yake.
Mtu yule mbaya atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati ambapo unaongoza wengine, unafaswa kujua jinsi ambavyo Mungu anahitaji wafanye nini. Tunahitaji kuendelea. Jambo lingine tunafaswa kujua ni kwamba kanisani watu hawafaswi kuongea. Kanisani watu wanafaswa kutulia, wasikilize neno la Mungu. Kwa hivyo tutaweza kunyenyekea, tuweze kufungia nafasi hiyo ama kipindi hicho hapo, kwa sababu munaelekea. Kwa hivyo tutaweza kunyenyekea, tuweze kuomba, tufungie kipindi chetu cha asubuhi ya leo hapo. Tupige magoti. Baba yetu utupendaye sana, na kushukuru na kukutukuza Mfalme, kwa kuona ni vyema tuweze kusikia neno lako asubuhi ya leo. Tusaidie kila moja neno hili lipate nafasi ndani ya mioyo yetu Mfalme. Maisha ambayo tunayoishi tuishi kwa kusudio lako Kristo. Mapenzi yako yatimishwe, na ni kupitia jina lako tumeomba na kuamini. Amen.